Visalanga, Visalanga, Tilongo, Tilongo. Tunamalizia kwa kupasha. Hali ya usalama barabarani kwa watoto, hasa wanafunzi wa shule za msingi, ni jambo muhimu ambalo linapaswa kupewa kipaumbele kila siku. Watoto hawa wakiwa na umri mdogo mara nyingi hujumuika katika shughuli za kila siku kama vile kwenda shule na kurudi nyumbani. Lakini wakati mwingine hawana uelewa wa kutosha kuhusu hatari zinazoweza kutokea barabarani. Katika hali hii, watoto wanakutana na changamoto za usalama, ikiwa ni pamoja na magari yanayozunguka kwa kasi, mifumo duni ya usalama, na baadhi yao mara kwa mara kutokufuata sheria za usalama barabarani. Kwa mtoto anayeenda shule, barabara inaweza kuwa ni sehemu ya hatari kubwa zaidi kuliko fursa ya kufurahi na kufika kwa urahisi. Nimepata ajali ya bajaji. Tulikuwa tumeenda kutembea mwaka mpya. Tulifika ile sehemu palikuwa kuna shimo, bajaji ikapinduka. Mtu akaja akafika nyuma bajaji, tukapona, lakini niliteguka mguu, niliteguka mkono. Majina naitwa Mavumilia. Nilipata ajali ya pikipiki, ilikuwa asubuhi nakuja shule. Nilikuwa napita pembeni na barabara. Pikipiki ikaja iko spidi. Ilikuja ilikuwa naenda kuchukua mafuta. Ilikuwa naenda kuchukua mafuta, ikafika na mgonga na ikakimbia. Nilibaki na barabara chini na watu wakaja kuniokoa. Hao ni baadhi tu ya kundi kubwa linalokutana na changamoto za ajali barabarani. Ni wazi hatua za haraka zinahitajika ili kuhakikisha kuwa maisha yao yanakuwa salama. Katika mkutadha huu, kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani kutoka Chuo cha Kitaifa cha Usafirishaji NIT kilichoanzishwa mwaka 2002 kwa lengo la kupunguza vifo na majeruhi yatokanayo na ajali za barabarani kwa 50% kimetoa elimu ya usalama barabarani katika shule za msingi Kasulu mjini. Ubunifu wa kutumia nyimbo uliwafanya wanafunzi kuchangamka na kufurahia elimu, huku wengi wao wakionyesha kuelewa elimu waliokuwa wakipewa na kituo hicho. Ukitaka kuvuka barabara ambayo haina kivuko, unaangalia upande wa kulia, alafu unafuata kushoto, unarudi tena kulia, alafu unavuka. Inanisaidia nisipate ajali na nijiepushe na hatari. Nyekundu kututambulisha kama tusimame, kijani kututambulisha kwenda, na njano kujiandaa. Ukitaka kuvuka barabara, unazingatia aina ya usalama iliyopo barabarani. Mfano kama ipo pundamilia, unaangalia hata kama kuna alama za barabarani, unaangalia je, kuna usalama ambao unaweza kuturuhusu tuvuke. Kama haupo hatutakiwi tuvuke, ila kama upo natakiwa tuvuke. Wanafunzi wenye uhitaji maalum hawakuachwa mbali, kwani wao pia ni sehemu ya jamii inayokabiliwa zaidi na changamoto ya usalama barabarani. Global TV iliwapa nafasi ya kuelezea kile walichokuwa wameelewa. Hapa mjua barabarani kwa mtoto elia waipo. Hili si tu jukumu la kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani, bali ni jukumu letu sote kama jamii, wazazi au walezi, walimu, maafisa usalama barabarani na wadau wote wa usafirishaji katika kampeni ya kupunguza ajali za barabarani. Kwa majina naitwa Afande Emmanuel katika kikosi cha usalama barabarani la Kasulu. Kuhakikisha watoto wako salama ni jukumu letu pia. Tunahakikisha vivuko vile vya waenda kwa miguu anakuwepo askari kuanzia asubuhi mpaka ile muda wanafunzi kurudi nyumbani. Kwa wazazi mimi naweza nikaomba tu neno moja, wasiseme tu kwa kuwa mtoto anakwenda shule, jukumu lake pia yeye hata yeye kumsindikiza au kumpa support sehemu zenye vivuko. Wasiwache jeshi la polisi tu peke yao ama wadau wengine wa usalama barabarani ama watu wengine wanaotoa elimu ya barabara na watumiaji wengine. Mtoto mzazi au mtu wa kwanza sasa
kumwiskote mtoto wake pale anapokuwa anaona kuna changamoto. Kwa mfano wazazi wanaokaa Kasulu maeneo ya Kumsenga, wanaokaa Nyasha, hatukatai askari na kuwepo pale, lakini unakuta mtoto mwingine ndugu kabisa, mzazi anataka amasha aende mwenyewe tu. Basi aende hata jirani yako, mtoto mwenyewe ambaye ana umri kidogo wa kadri, amshike hata mkono au mfikishe mwenyewe sehemu za vivuko zile. Hakikisha amevuka salama mtoto, na ujue yeye mtoto muda wa kurudi shule ndio muda wake. Nenda kamvushe au nenda pale kampokea wale maeneo ambayo korofi. Ili kuwe na ajali lazima kuwe na pande mbili zinazokutana na kugongana. Moja ikiwa upande wa husika ambao huhusisha vyombo vya moto na watembea kwa miguu, na upande wa mazingira unahusisha hali ya barabara, alama za barabarani, hali ya hewa na uwepo wa vizuizi au vikwazo vya kuona. Katika hatua hiyo, mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani NIT, Godilesen Msumanje, ameidhinisha kuwafikia pia madereva bodaboda, bajaji na daladala. Mimi ni Godilesen Msumanje, mhadhiri katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji na mtaalamu wa usalama barabarani na taaluma za usafirishaji, lakini pia ni mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani, yani Regional Center of Excellence for Road Safety. Kituo hichi kilianzishwa kwa lengo la kutoa elimu, kufanya tafiti, lakini vile vile kutoa ushauri elekezi katika masuala ya usalama barabarani katika nguzo kuu 5 zote za usalama barabarani, kwa maana usimamizi wa usalama barabarani, usalama wa barabara na matumizi ya barabara, usalama wa vyombo vya usafiri, usalama wa watumiaji wa barabara, lakini vile vile kuhudumia majeruhi wa ajali baada ya ajali, kwa Kiingereza wanaita post crash response. Kwa sababu baada ya ajali watu hufariki kutokana na kuchelewa kupata huduma za awali. Hivyo tunafundisha katika nguzo hizo zote 5. Katika zoezi hili la ufundishaji au utoaji wa elimu, tunawalenga wanafunzi wa shule za msingi, lakini pia tunalenga madereva bodaboda, bajaji na madereva wa magari madogo. Kwa huku Kasulu wanaita mchomoko, kwa maeneo mengine wanaita daladala kama kule Dar es Salaam. Lengo kuu ni kutaka kuwajengea uelewa wa matumizi sahihi ya barabara, ili waweze kutumia barabara zetu kwa usahihi, ili tuweze kupunguza ajali. Tunamalizia kwa kupasha. Tunapasha kama kuku, tutaenda 1, 2, 3. Bosco Kabila, Global TV, Kigoma. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.